anatumwa ili aende azeeke kwenye bunyumba. Sijasema kwamba aende akazae tu, aende akazeeke kule kwenye bunyumba, kwenye ile ndoa yake. Unaona, aende akazeeke. Unaona sasa, kitu kinachofanya ndoa ifike mbali, dawa ya ndoa kufika mbali, kuna vitu viwili: uvumilivu na kuchukuliana mizigo. Unaona, uvumilivu na kuchukuliana mizigo, hivi ndio vitu viwili ambavyo vinawapiga watu wengi chenga. Unaona, kwenye maswala ya ndoa. Kwa sababu gani nasema? Wakati mwanaume amekuwa down kwa sababu ya kipato, tunarudia kule kwenye matarajio ya mwanamke. Unaona, yaani mwanamke matarajio yake, mume atakayekuja kuishi na mimi awe tayari amejiandaa. Ile ni matarajio. Lakini sasa wanapoishi miaka 10, 12, 15, miaka 20 ndani ya ndoa, kunapaswa kuwa na anguko ya ndoa. Kuna kuwaka na anguko, kuna kuwaka na mzozano, kuna kuwaka na fujo, kuna kuwaka na umaskini, kuna kuaga kufeli. Unaona sasa, wakati wa ile anguko itakapotokea kwenye ndoa, sasa kazi kubwa inakuaga ni kwa mwanamke. Unaona, kazi sasa inayoendesha ndoa pale inakuaga ni kwa mwanamke. Unaona, kwa hivyo mwanamke atakaposhindwa kuchukua ile pointi ya mume kuwa chini, ndoa inakufa. Kwa sababu gani? Mwanamke akiingia kwenye ndoa na mume wake na akaendelea na ile matarajio miaka yote ya kwamba mume wangu tu yeye atakuwaka patron de patron, mume wangu yeye hatagonjwaka, mume wangu yeye hatapataka probleme, yeye ni ngangari, yeye mwa hii dunia ni the boss of the boss, yeye ni kila kitu. No, matarajio. Kwa hivyo mwanamke anaingia ndani ya ndoa na anapenda kudumu na kuzeeka kwa sababu ya matarajio ya kwamba mume wangu atakaye nioa akuwe hivi. Na vipi utakapoingia mule ndani ya ile ndoa kwa kuta viko tofauti? Unaona, unaweza ukaingia ndani ya ndoa kwa kuta vitu viko different. So na ndio maana unakuta wazazi wetu waliokuwa Afrika walikuwa shupavu sana kwenye ndoa. Unaona, akiwa na $50, familia ya watu 8, 9 wanakula wanakunywa. Wale wa mama zetu walikuwa jasiri sana, walikuwa strong. Unaona, na wale wa mama walikuwa hawana simu, walikuwa wajui vitu vya simu, walikuwa hawana gari yao ilikuwa ni miguu. Unaona, sasa tunaenda upande mwingine, ni kusema ya kwamba wakati mwanamke aliingia kwa mwanaume kwa sababu ya matarajio, wanawake wengi wanafeli sana kwenye ndoa kwa sababu ya hivyo vitu. Wanapoona mwanaume anavaa vizuri sana, unaona, anavaa vizuri sana, anaamini hata kwenye ndoa mpaka uzeeni huyo mwanaume kabisa yuko smart hata mfukoni. Wrong way. Kuna wanawake ambao wanakaa chini wanasema ya kwamba nitakataa huyu mume wangu kwa sababu haana kipato. Matarajio yangu nitafute mwanaume ambaye ni Mkristo. Yule Mkristo utakapomchukua kumtia ndani, utasema huyu sio Mkristo, huyu ni shetani wa mapembe 7. Unaona? Kwa hivyo matarajio ni kitu mojawapo ambacho kinaangusha sana wanawake na ndoa nyingi. Kwa hivyo kitu cha kusema ni kwamba wakati wewe mwanamke unaingia kwenye ndoa, ukuwe na vitu viwili sana kwenye kichwa chako. Uvumilivu ni kitu muhimu sana. Unaona? Na kitu kingine, usisahau ya kwamba one day one time mume wako anaweza akakuwa down. Ni wewe wa kumtia moyo. Mara mingi mwanaume anapenda sana tu kutiliwa moyo, na ile kutiliwa moyo kutoka kwa mwanamke inabeba heshima, unyenyekevu, ustahimilivu. Unaona, kumuongelea mumeo vizuri mbele ya watu. Unaona, wanawake wengi unapoona anguko la mumeo, humuombei Mungu,
unamvunja moyo. Mume hata anatoka kazini anaingia ndani, unamvunja moyo. Unaona, haucheki, haufurahi. Unaona, vipi mwanaume atapata nguvu ya kukua, yani kukua muwewe? Unaona, kwa sababu gani? Maandiko inasema ya kwamba mwanamke ndo mlinzi wa nyumba. Kwa hivyo wewe mwanamke ndo una kauli, wewe ndo una kauli, wewe ndo una kila kitu, wewe ndo mlinzi wa nyumba. Unaona, wewe ndo mlinzi wa nyumba. Kwa hivyo utakaposhindwa kuseti mind zako, unaharibu nyumba kabisa kabisa, tena kwa vurugu, kwa shida, kwa shali, kwa sababu ya ujinga. Kwa sababu gani? Uliingia kwenye ndoa ukiwa na matarajio, na yale matarajio ulivyoingia kwa kuta yamefeli, ukashindwa kujua kwamba kuna kitu kinaitwa unyenyekevu na uvumilivu, heshima, ustahimilivu, upole. Unaona, kwa hivyo hivyo ndivyo ilivyo. Sasa katika yale matarajio wakati mwanamke anayakosa kwa mwanaume, kile kitu alichokuwa anakitarajia anapokikosa kwa mwanaume, mwanamke anakuwa na mlango wa tatu. Unaona, mwanamke anakuwa sasa na mlango wa tatu. Ule mlango wa tatu kwa mwanamke ni mlango gani? Ni mlango, wewe mwanaume ni mlango wa kwanza, yeye ni mwanamke ni mlango wa pili, alafu kuna mlango wa tatu. Sasa unaweza kuta ni kule kwenye mwanamke wako alitoka, ukweni. Unaona, marafiki zake, maybe nafasi anayofanya kazi, maybe ana marafiki, vitu kama hivyo, mitandao, vitu vya masimu. Kwa hivyo unakuwa unaona sasa, kwa sababu ya matarajio ambayo yani alikuwa anaprefere vitu, alikuwa anapanga vitu, alishindwa kujua kwamba katika dunia mwanaume anaweza akafeli, mwanaume anaweza akapata, mwanaume ni maskini hivi na hivi, akashindwa. Kwa hivyo anaanza sasa kutafuta pembeni, na mwanamke anapoanza kutafuta pembeni kwa marafiki zake, mashauri, maneno, kwa wandugu zake, kwa washemeji zake, unaona, anapotazama simu inamfundisha. Kwa hivyo sasa ujue pale mwanamke ndo anakujaga na anguko, ndo anakuja sasa na anguko. Ndo ile andiko katika Biblia ilisema ya kwamba mwanamke mjinga huivunja nyumba yake kwa mikono miwili. Meaning ya kumuita mwanamke mjinga sio tusi, hawamtukani mwanamke, lakini ni kwa sababu anafanya kitu asichokijua, kwa sababu aliingia kwenye ndoa akiwa na matarajio mume wake atakuwa tu ni milionea. Unaona, ndo shida. Kwa hivyo hakuna ndoa isiyokuwa na mafarakano, haipo na haijawahi kuumbwa, haijawahi kuumbwa. Unaona, ikiwa kwenye bustani ya Eden Adamu alitoka akaja kumpa Hawa, wakasambaratika. Ikiwa ile action ilitokea pale bustanini between Adam and Eva, kisha wewe wa leo kwenye mwaka wa 2026 kwenye ndoa yako, you need to focus. Wanawake wengi, wanaume wengi wanashindwa kufocus, na hii inachukulia nini? Wakati mtu unasikia nje, hasa kwa mwanamke anaposikia nje, anakuja direct amejiamini, anakuja anajiamini, anakuja na anaanza kufanya action. Yaani hawezi akajua mwanaume wake anawaza nini, amepanga nini, yuko munini, lakini unakuta yeye amekuja kwa mwanamke, kwa mwanaume direct. Unaona, ndio hiyo unakuta sasa mwanaume na yeye anaanza kushangaa. Eva, ni mbona mimi na huyu mwanamke nina maono mazuri, nina maono tufanye hiki tufanye hiki, ninapanga, licha mambo ya mwanaume hayatokeaki the same time. Unaweza kumuona kawaida, anaenda huko 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 anaenda huko, lakini kuna vitu huko anavitafuta. Hiyo ndio asili ya mwanaume. Unaona, ana vitu anavitafuta. Wakati atafanyikiwa unaweza ukaona. Sasa shida inakuja kwa mwanamke ni nini? Moyo wa mwanamke ni moyo usioridhika. Unaona, ni moyo wa vitu, yani unakuta mwanamke anaweza kaenda hata kwa wenzake, anaangalia bwana wa mwenzake, anaona bwana alinunua nyumba etage, akanunua gari 5 6, akaangalia bwana yake akasema
mbona bwana yangu yeye yuko na gari, lakini gari yake anatia kioo, mbona ni shashe? Mbona anatia mapapie kabisa, ndio inakuwa kioo ya gari? Hapana, huyu sio mwanaume. You see, matarajio, yaani anatarajia, anamfananisha mume wake na wanaume wengine, which is bad. Ni kitu kibaya sana kumfananisha mumeo na mafanikio ya wanaume wengine. Kitu cha pili ni mwanamke kukaa na watu wa nje, marafiki zake wa nje, ndugu za mwanamke. Yaani ndugu za mwanamke, wewe ambaye ulimuoa, wewe ambaye unaishi naye ndani, ni dhambi, ni kosa la jinai kwa mwanamke kukusanya marafiki zake ama ndugu zake, kuwatia chini, kukudiskasi wewe ama kukuongelea. Ni dhambi, ni dhambi, ni dhambi kubwa. Unaona?